الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: أما السنة فعرفتموها. Nielezea jana kuhusu al-khuruj ala wali al-amri, kwamba inakuwa ni kwa upanga na inakuwa pia kwa maneno. Kisha akaelezea ibara ya baadhi ya maulama kwamba al-khuruj ala al-imam huwa al-khuruj bis-sayf, kwamba muradi wao hadha al-khuruj an-nihai al-akbar, kutoka kwa upanga ni kutoka kule kwa mwisho kukubwa ambapo kunatanguliwa na kutoka kwa maneno. Qala an-nasu la yumkinu an ya'khudhu suyufahum yuharibuna al-imama biduni shay'in yuthiruhum, haiwezekani watu watoke kwa panga zao kwa ajili ya kuwapiga vita au kumpiga vita kiongozi bila kitu chochote ambacho kimewahamasisha. La budda an yakuna hunaka shay'un yuthiruhum wa huwa al-kalam, lazima kiwe kuna kitu ambacho kinawahamasisha watu, ambapo ni hayo maneno machafu dhidi ya kiongozi huyo. Fayakunu al-khuruju ala al-a'imma bil kalami khurujan haqiqah dallat alayhi as-sunnah wa dalla alayhi al-waqi', itakuwa kutoka katika taa ya viongozi ni kwa maneno, kutoka kwa maneno ni kutoka hakika, kwa hakika kabisa imefahamisha hivyo sunna, hadithi na pia waqi yaliyotokea yanafahamisha hivyo. Amma sunna fa'araftumuha, ama sunna ni hayo mlikushojua katika sunna, maelezo na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam zilizoelezea hivyo. Wa amma alwaqi' fa inna na'lamu ilma al-yaqin anna al-khuruj bis-sayf far'un 'anil khuruj bil-lisani wal-qawli, sisi tunajua ujuzi wa uhakika kwamba kutoka kwa upanga ni far'i ya kutoka kwa ulimi na kwa maneno. Kutoka kwa upanga ni far'i tu katika sampuli za kutoka kwa ulimi na kwa maneno. Lianna an-nasa lam yakhruju ala al-imami bimujarradi akhdhi as-sayf, sababu watu hawajatoka katika taa ya kiongozi kwa mujarradi wa kuchukua upanga tu. La budda an yakuna tawti'a wa tamhid, lazima ipatikane tawti'a, utangulizi, lazima kuwe kuna utangulizi. Qadhum fil a'imma, kuwatia illa wale viongozi, wasatrul limahasinihim, na kufunika na kustiri yale mambo yao mazuri wanaoyafanya. Thumma tamtali'ul qulubu ghaidhan wa hiqda, kisha nyoyo za watu zinajaa ghaidh, yani hasira na chuki kwa yule kiongozi. Wa hinaidhin yahsulul bala, hapo sasa ndipo inapatikana balaa. Lakini kwanza si kwa upanga moja kwa moja, yanaanzia maneno machafu, matusi dhidi ya kiongozi huyo. Hiyo ndio utangulizi unaotokea kabla ya kuchukua upanga. قال ابن سعد رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن أيوب عن هلال بن أبي حميد قال: سمعت عبد الله بن عكيم يقول: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. Nilimsikia Abdullah ibn Ukaim akisema sitasaidia dhidi ya damu ya khalifa kiongozi milele baada ya Uthman, sitasaidia tena. Faqila lahu ya aba Ma'bad aw a'anta ala damihi, akaulizwa ewe Abu Ma'bad, kwani ulisaidia katika damu ya Uthman, kumwagwa damu Uthman na kuuawa Uthman, wewe ulisaidia?
fayaqulu inni a'uddu dhikra masawihi aunan ala damihi. Anasema mimi nahisabu na kuzingatia ile kutaja mabaya yake, hii ni kusaidia kumwagwa damu yake. Inni a'uddu dhikra masawihi aunan ala damihi, mimi nahisabu na kuzingatia kutaja mabaya yake Uthman, hii ilikuwa ni msaada wa kumwagwa damu yake. Kwa hiyo ndiyo hayo maneno anayoyasema maulama kwamba ile kutoa maneno mabaya dhidi ya kiongozi pia ni khuruj ala al-imam, ni kutoka katika taa ya kiongozi huyo. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر وما منهج السلف في نصح الولاة. aliulizwa Sheikh bin Baz rahimahullah, je, ni katika manhaji ya salaf naqdul wulati min fawqil manabir, kuwakosoa hawa viongozi juu ya mimbar? Wama manhaju salafi fi nushil wula, na ni yapi manhaji salaf katika kuwapa nasaha hawa viongozi? Faajaba rahimahullah, laysa min manhaji salaf at-tashhiru bi'uyubil wula, si katika manhaji salaf kutangaza aibu za viongozi. Wa dhikru dhalika ala almanabir, na kutaja hayo juu ya mimbar za misikiti. Lianna dhalika yufdhi ila alfawda wa adami as-sam'i wat-ta'ati fil ma'ruf, sababu hilo linapelekea fujo na kutomsikiliza na kutomtii huyo kiongozi katika ma'ruf. Wa yufdhi ila al-khawdhi alladhi yadhurru wala yanfa'u, na hilo linapelekea kuingia katika mambo ambayo yanadhuru na hayanufaishi. Wasi katika manhaji salaf kutaja aibu za viongozi, huyu yuko hivi, huyu yuko hivi, huyu ni dhalim, huyu ni mwizi, huyu kafanya kadha, huyu kafanya kadha. Hiyo si katika manhaji salaf. Ukimwona mtu juu ya mimbar au mahali popote, baraza ya kahawa, anaelezea aibu za viongozi, basi huyo ni khariji, huyo si katika manhaji salaf kabisa kutangaza na kuelezea aibu za viongozi. Ama katika nasaha, qala walakinna at-tariqata al-muttaba'ata 'inda as-salaf, lakini njia inayofuatwa kwa salaf, an-nasihatu fima bainahum wa baina as-sultan, ni nasaha baina yao watu na baina ya huyo kiongozi, wawe wanampa nasaha akikosea, walkitabatu ilayhi, na kumwandikia ikiwa wanapewa nafasi kuonana na kiongozi huyo, wao wanatakiwa wampe nasaha. Walittisalu bil ulama alladhina yattasiluna bihi hatta yuwajjaha ila alkhair, na kuwasiliana na maulama ambao wanawasiliana naye huyo kiongozi. Kama nyinyi hamwezi mkawasiliana naye, hamwezi mkamfikia, basi waoneni maulama ambao wao wanawasiliana na kiongozi, muelezee matatizo na makosa na kadha anayoyafanya huyo kiongozi, hatta yuwajjaha ila alkhair, ili aelekezwe kwenye khairi. Sababu kiongozi huyo si malaika, ni binadamu, anapatia, anakosea. Wa dinu nasiha, dini ni nasaha. Kwa hiyo atakiwa apewe nasaha kiongozi ikiwa anakwenda vibaya. Akisikiliza nasaha hizo vizuri, asiposikiliza, nyinyi mshatoa tena jukumu lenu, mmemaliza la kumpa nasaha. Kwa hiyo iliyobaki ni as-sam'u wa ta'a fil ma'ruf. وقال رحمه الله ولما فتحوا الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم. سمع شيخ بن باز رحمه الله, walipofungua shari katika zama za Uthman radhiyallahu anhu, khalifa watatu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, makhawarij walitoka katika toa yake, wakaizunguka nyumba yake, nyumba ya Uthman ibn Affan, wakamuingilia, wakamuua ndani ya nyumba yake, na huku anasoma Qur'an.
ولما فتحوا الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرا وكم كان عثمان كوازي تمت الفتنة لفتنة البوتيمية والقتال نقتال قوى عثمان والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم na ufisadi ambao bado watu wanaendelea katika athari za ufisadi huo mpaka hii leo. Ufisadi wa makhawarij, jinsi wanavyoharibu dunia, jinsi wanavyouchafua Uislamu, la yazalu nasu fi atharihi ila al-yawm. Wa qutila Uthman bisababi dhalik. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wakauawa kwa sababu hiyo ya kutoka katika taa yake رضي الله عنه. وحصلت الفتنة بين علي ومعاوية pia ikapatikana fitna baina ya Ali na Muawiya. وقتل جمع كثير من الصحابة wakauawa wengi katika masahaba وغيرهم بأسباب الإنكار العلني na waliuawa wengineo kwa sababu za hii kukataza kwa uwazi na kumkana huyo kiongozi kwa uwazi, wa dhikri al-uyubi alanan, na kutaja hizo aibu zake kiongozi kwa uwazi, hatta abghadha an-nas waliya amrihim, mpaka watu wakamchukia huyo kiongozi wao. Hiyo kutaja mbele za watu kwa uwazi aibu zake na makosa yake, watu wanaingia chuki na kumchukia huyo kiongozi, hatimaye kutoka katika taa yake. Hatta abghadha an-nasu waliya amrihim, mpaka watu wakamchukia kiongozi wao, wakataluhu, na wakamuua. Nas'alullah al-afia, makhawariji hao waliomuua khalifa watatu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, Uthman ibn Affan, ndani ya nyumba yake. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل الخروج على الأئمة يكون بالسيف فقط أم يدخل في ذلك الطعن فيهم وتحريض الناس على منابذتهم والتظاهر ضدهم؟ je, kutoka katika taa ya viongozi inakuwa ni kwa upanga peke yake, au huingia katika kutoka huko at-ta'nu fihim, kuwakashifu viongozi hao, wataharidhu nasi ala munabadhatihim, na kuwahamasisha watu kuwakhalifu hao viongozi, watadhahuri dhiddahum, na kuandamana dhidi yao? Faajaba hafidhahullah biqawlihi: al-khuruju ala al-a'imma yakunu bis-sayf wa hadha ashaddu al-khuruj, wa yakunu bil-kalam bisabbihim wa shatmihim والكلام فيهم في المجالس وعلى المنابر. Akajibu hivyo hafidhahullah kwamba kutoka katika taa ya viongozi inakuwa ni kwa upanga, na hii ndiyo ashad, hii ndiyo kutoka kubaya kabisa, kutoka kwa upanga na kujaribu kumuua huyo khalifa. Wayakunu bil kalam, pia inakuwa kutoka katika toa yake ni kwa maneno, bisabihim, kwa kuwatukana, washatmihim, wal kalami fihim fil majalis, na kuwazungumza vibaya hao viongozi katika majalis, vikao, wa ala al manabir, na katika mimbar. Hadha yuhayyiju an-nasa wa yahuthuhum ala al khuruji ala wali al amri, jambo hili linahamasisha watu kutoka katika taa ya huyo kiongozi. Wa yunqisu qadra alwulati indahum, na hupunguza ile cheo cha wale viongozi kwao. Falkalamu khuruj, maneno hayo machafu dhidi ya viongozi ni kutoka katika taa yao, si lazima kwa upanga na silaha. Yale maneno machafu pia ni kutoka katika taa ya kiongozi. Ni haramu Muislamu kutoa maneno machafu dhidi ya viongozi hawa. Kama tulivyosema huko nyuma, maslahi yanayopatikana kwa Waislamu ni makubwa kwa viongozi hawa kuliko ufisadi utakaotokea kwa kujaribu kumuondoa kiongozi. Ufisadi ni mkubwa sana kuliko maslahi ya kumuondoa kiongozi huyo, ambapo Waislamu
kufanya ibada zao kwa utulivu, bila kunyanyaswa, bila kukatazwa mambo ya ibada. Kwa falkalamu khuruj, kusema maneno machafu dhidi ya viongozi ndiyo kutoka katika taa yao. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam usiku bitaqwa Allah was-sam'i wat-ta'a wa in 'abdun habashiyun, na kuhusieni kumcha Allah na kumsikiliza na kumtii kiongozi hata akiwa ni mtumwa wa Kihabeshi. Mtumwa wa Kihabeshi ndiyo kiongozi wenu, hivyo hivyo msikilizeni na mumtii hata kama ni mtu duni. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira, kwani atakayeishi katika nyinyi baada yangu ataona ikhtilafu nyingi. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na mambo yenye kuzushwa. Fa innaha dhalala, kwani mambo hayo ya uzushi ni upotevu. Faman adraka dhalika minkum fa alayhi bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid, mwenye kudiriki zama hizo fa alayhi bisunnati, ajilazimishe kufuata sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu wenye kuongozwa. 'addu 'alayha bin nawajid, ziumeni sunna hizo kwa meno yenu ya mwisho. 'addu 'alayha bin nawajid, ziumeni sunna hizo kwa meno ya mwisho, kwa sababu ni meno ambayo yanashika vizuri, yana nguvu. Mtume akihimiza na kuamrisha watu washikamane na sunna zake na sunna za makhalifa wake. Fahiya wasiyatul muwaddi, huo ni wasia wa mwenye kuaga. Fahadhihi au fahiya wasiyatul muwaddi, huo ni wasia wa mwenye kuaga. Mtume sallam baada ya kutoa khutba hiyo kali, baadhi ya masahaba wakajua kwamba mtume kama kwamba anatuaga, anataka kuondoka duniani, na ilikuwa ndio hivyo hivyo. Nasema fahadhihi wasiyatul muwaddi iktasara fiha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala hadhihi al-umur, mtume alifupisha kalima yake hiyo kwa mambo haya. Ala al-amri bitaqwa Allah, kuamrisha kumcha Allah, wa bitaqwa Allah salahu ma baina al-abdi wa rabbi, na kwa kumcha Allah kuna salah, wema wa yaliyo baina ya mtu na Mola wake. Kadhalik wa amara bis-sam'i wa ta'a liulati al-umuri fi ghairi ma'siyah, pia akaamrisha kuwasikiliza na kuwatii viongozi katika isiyokuwa maasi. Wa in kana abdan habashia, hata kama kiongozi huyo ni mtumwa wa Kihabeshi. Wa bihadha salahu dunya almuslimin, katika jambo hili la kumsikiliza la kuwasikiliza na kuwatii viongozi kuna salahu dunya almuslimin, kutengenea na kuwa sawa dunia wa Waislamu wa mujtamaa almuslimin na mujtamaa familia ya Waislamu, wanakuwa sawa, wanakuwa katika usalama na amani. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى عند رؤية الاختلاف وحدوث خلاف ما كانت عليه الحال في عهده صلى الله عليه وسلم بتقوى الله تعالى. Mtume صلى الله عليه وسلم alihusia wakati wa kuona ikhtilaf, tofauti za watu na kutokea khilafi ma kanat alayhi alhalu fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam, kutokea kinyume cha hali ilivyokuwa katika zama zake Mtume sallam, alihusia taqwa Allah, watu wamche Allah mtukufu. Kwa hiyo kumcha Allah ndiyo salahu ma baina al-abdi wa rabbih. Wakadhalik ma yakunu min al-athara, vile vile yatakayotokea katika athara yule kiongozi kuchukua baadhi ya mali za Waislamu, kuchukua baadhi ya haki zao akajinufaisha yeye mwenyewe, vile vile yatakayokuwepo katika athara. Satakunu ba'di athara wa umurun tunkirunaha, itapatikana baada yangu hiyo athara, viongozi kuchukua baadhi ya haki za raia.
wa umurun tunkiruna, na kutakuwepo na mambo ambayo nyinyi mnayakanusha, pia mnatakiwa msubiri. wasa birruju'i ila sunnatihi wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, alusia watu warejee kwenye sunna zake na sunna za makhalifa waongofu wenye kuongozwa. wa bihadha yadumu as-salah wa yazulu al-fasadu alladhi yatrau ala al-mujtama'i fi al-amrayn as-sabiqayn, na kwa hili ndipo itakapodumu salah, wema, na kuondoka ufisadi ambao unatokea kwa mujtama katika mambo mawili yaliyotangulia. wa huma ma yakunu baina al-abdi wa rabbih wa ma yakunu mimma yataallaqu bidhulmi al-wula, yanayokuwepo baina ya mtu na Mola wake, na yanayokuwepo na kupatikana katika mambo yanayohusiana na dhulma za viongozi. fahadha yuaddi ila kathirin min alkhair, hii inapelekea khairi nyingi, hiyo kurejea katika sunna zake na sunna za makhalifa wake waongofu wenye kuongozwa. fa alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوصيكم بتقوى الله، Mtume صلى الله عليه وسلم nakuhusieni kumcha Allah. walam yaqul usikum an tattaqullaha, hajasema nakuhusieni an tattaqullaha kwa fi'li au kwa jumla fi'liya, amesema usikum bitaqwallah. qala fa'abbara bisighati al-ismiyya, ametamka sigha ismiyya, yani jumla ismiyya taqwallah. ولم يعبر بالصيغة الفعلية صلى الله عليه وسلم، ولا كتمك صيغة الفعلية أن تتقوا الله، لأن في التعبير بالخطاب الاسمي واستخدام الجملة الإسلامية دلالة على الدوام والثبوت والاستقرار. كسبب katika تعبير hii kuelezea khitabu hiyo ya ismi, jumla al-ismiya, na kutumia jumla ismiya taqwa Allah, hii inakufahamisha dawamu, kuendelea na kuthubutu jambo na kutulizana jambo hilo. usikum bitaqwa Allah, na kuhusieni kumcha Allah. walakin al-fi'liya, lakin jumla fi'liya tadullu ala at-tajaddud wal-huduth, hii inafahamisha kuzuka jambo, kuwa upya jambo na kuzuka jambo. Ndio maana hakusema usikum an tattaqullah akatumia jumla fi'liya, alitumia jumla ismiya usikum bitaqwallah. idhan walakin al-fi'liya tadullu ala at-tajaddud wal-huduth duna ad-dalalati ala ad-dawam, bila kufahamisha kuendelea na kudumu. wa hadha matlubun min al-muslim ala ad-dawam, na jambo hili la kumcha Allah linatakiwa kwa Muislamu daiman muddata hayatihi, awe anamcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mafanikio ya kila mtu. Taqwa Allah ndiyo mafanikio ya kila mtu ya duniani na akhera. Kwa hiyo hii inatakiwa iwe ala dawam, milele, muddata hayati al-insan, ya anatakikana amche Allah subhanahu wa ta'ala. waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. wattaqullah wa yuallimukumullah, kila jambo taqwa, ilmu pia yahitaji taqwa. wattaqullah wa yuallimukumullah, mcheni Allah, Allah atakufundisheni msiyoyajua. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأرشدني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. كيو علم pia yahitaji taqwa, ilmu pia yahitaji taqwa, hifdhi yahitaji taqwa. قال وليس الخارجي الذي يخرج على الإمام العادل فحسب، si khariji anayetoka katika taa ya kiongozi muadilifu peke yake.
si kwamba kiongozi mpaka awe mwadilifu, ukitoka hapo sasa ndo unaitwa khariji sababu umetoka katika taa ya kiongozi mwadilifu. Sio hivyo, bal man kharaja ala al-imam al-jairi kharijiyun aidha, bali aliyetoka katika taa ya kiongozi dhalimu pia ni khariji hivyo hivyo. Walaysa al-khariji alladhi yakhruju ala al-imam al-adil fahasbu, sio khariji ni aliyetoka katika taa ya kiongozi mwadilifu peke yake, bal man kharaja ala al-imam al-jairi kharijiyun aidha, bali mtu aliyetoka katika taa ya kiongozi dhalim pia ni khariji huyo. قال الآجري رحمه الله في الشريعة: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. haitakikani kwa anayeona aliyeona ijtihadi ya mtu khariji mwenye madhehebu ya kikhawarij, qad kharaja ala imamin, ametoka katika taa ya kiongozi, adlan kana al-imamu au jairan, sawa yule kiongozi alikuwa ni mwadilifu au ni dhalim, fakharaja, akatoka katika taa yake, wa jamaa, akakusanya kundi la watu, wasalla saifahu, akatoa upanga wake, wastahalla qitala almuslimin, akahalalisha kuwapiga waislamu, fala yanbaghi lahu an yaghtarra biqiraatihi alquran. haitakikani kwa mtu huyo aliyemuona huyo, haitakikani kughurika na kusoma kwake Qur'an khariji huyo, wala bituli qiyamihi fi salah, wala kughurika na urefu wa kusimama kwake katika sala na khushu' yake, wala bidawami siyamihi, pia asighurike na kuendelea kwa saumu zake za sunna, wala bihusni alfadhihi fil ilmi, wala kwa matamshi yake mazuri katika ilmu. Yote hayo asighurike nayo, idha kana madhhabuhu madhhab al-khawarij, akiwa huyo madhehebu yake ni madhehebu ya kikhawarij, usighurike naye kwa ibada zake hizo anazozifanya ambazo la yujawizu taraqiyahu. Kwa hiyo makhawarij hao wa zama za wakati ule wa masahaba walikuwa hivyo, walikuwa na khushu', walikuwa na ibada, wanafanya ibada kwa ajili ya kuwaghuru watu na ibada zao na maneno yao mazuri na taa walizokuwa wakifanya, walikuwa wakighuru watu. Kwa hiyo al-Imam al-Ajurri anatahadharisha kwamba watu wasighurike wakimuona mtu ana madhehebu ya kikhawarij na anafanya ibada sana na maneno yake mazuri na nini, wasighurike na hayo. Waangalie madhehebu yake ni madhehebu gani, ana manhaji ya kikhawarij au ana manhaji ya kisalaf. Kama ana madhhabu ya kikhawarij, msighurike na ibada zake, vyovyote anavyofanya huyo atawapotosha na kuwaharibia dini yenu na dunia yenu. Wallahu a'lam.